Leo tunarejea katika historia ya mtu ambaye si tu swahaba wa karibu wa Mtume Muhammad na rehma na amani ziwe juu yake, bali ni mfano wa ukweli, uaminifu na uongozi wa kipekee katika historia ya Uislamu. Si mwingine bali ni Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu. Jina lake halisi ni Abdullah bin Abi Quhafa. Alizaliwa katika mji mtakatifu wa Makka katika kabila mashuhuri la Banu Taim katika kabila la Quraishi. Baba yake alikuwa ni Abu Quhafa Uthman bin Amir na mama yake alikuwa akiitwa Salma binti Sakhari maarufu kwa jina la Ummul Khair. Alikulia katika mazingira ya watu wenye heshima na biashara. Alijulikana tangu ujana wake kwa tabia ya upole, akili ya haraka na uaminifu uliotukuka. Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu alikuwa ni miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kukubali Uislamu bila kusita. Alipomfikia Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, na kusikia wito wa tauhidi, hakusita kuuliza wala kupinga, bali alikubali mara moja, akawa miongoni mwa as-sabiqun al-awwalun. Mtume aliwahi kusema kwamba hakuwahi kumlingania mtu yoyote katika Uislamu bila ya kusita isipokuwa ni Abu Bakari. Urafiki wake na Mtume ulikuwa kipekee mno. Alikuwa pamoja naye katika nyakati za faraja na mateso, furaha na buraha, karaha na balaa. Alikuwa ndiye aliyesafiri naye katika hijra kutoka Makka kwenda Madina, na katika tukio la pango Abu Bakari alionekana kuwa na hofu kwa ajili ya Mtume, lakini Mtume akamwambia, usihuzunike, hakika Allah yuko pamoja nasi. Abu Bakar alijulikana kwa uchamungu wa hali ya juu, unyenyekevu na ukarimu mkubwa. Alitoa mali yake yote kwa ajili ya Uislamu, akiwakomboa watumwa waliokuwa wakiteswa, akiwemo Bilal ibn Rabah. Mtume alisema, hakuna mtu aliyenifaa zaidi kwa mali yake kuliko Abu Bakari. Abu Bakar alifanikiwa kuoa wake kadhaa katika maisha yake. Miongoni mwao yupo Qutaila binti Abdul Uzza. Pia alimwoa Ummu Ruman binti Amir ambaye ndiye mama wa mama Aisha, lakini pia alimwoa Asma binti Umais. Watoto wake mashuhuri ni pamoja na Aisha radhiallahu anha, mke wa Mtume, Abdullah bin Abi Bakr, Asma binti Abi Bakr na Abdurrahman bin Abi Bakr. Baada ya kifo cha Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, umma ulikumbwa na mshtuko mkubwa. Katika kipindi hicho kigumu ndipo Abu Bakar alichaguliwa kuwa khalifa wa kwanza wa Waislamu. Utawala wake ulikuwa wa haki, uthabiti na uaminifu. Alikabiliana na vita vya waliokataa zaka, harakati za waongo wa utume na kuimarisha umoja wa umma. Pia alianzisha juhudi za kukusanya Qur'an katika msahafu mmoja ili kuhifadhi kitabu cha Allah. Kifupi, Mtume alipofariki, wengi katika maswahaba hawakuamini kilichotokea. Baadhi walipigwa na mshangao mkali kiasi cha kukataa kukubali habari hiyo. Ilikuwa ni wakati wa majonzi makubwa na jamii ya Madina ilitikiswa na huzuni isiyo na kifani. Katika hali hiyo ndipo baadhi ya maswahaba walikaa bila kujua mustakbali wa umma utaendaje. Uongozi ulikuwa hujafahamika wazi na hatari ya mgawanyiko ilianza kuonekana. Kwa wakati huo, Abu Bakar radhiallahu anhu alisimama kwa thabiti wa kipekee. Alipoingia na kuona hali ya watu, alikwenda moja kwa moja kwa Mtume Muhammad na rehma na amani ziwe juu yake, ambaye tayari alikuwa ametawafu dunia. Akambusu na kusema maneno ya huzuni lakini ya imani. Kisha akatoka mbele ya watu na akatoa hutuba yenye nguvu kubwa ya kihistoria, akisema maneno mashuhuri: yoyote aliyekuwa akiabudu Muhammad amefariki, lakini yule aliyekuwa akimwabudu Allah, basi Allah yu hai na hafi. Kisha akasoma aya ya Qur'an, na Muhammad si chochote ila ni mtume na wamepita kabla yake mitume wengi. Maneno haya yaliwazindua maswahaba na kurudisha utulivu katika umma. Baada ya mazishi ya Mtume, maswahaba wakubwa walikutana katika sehemu itwayo Saqifa Bani Saida kujadili mustakbali wa uongozi. Kulikuwa na mazungumzo na mitazamo tofauti, lakini hatimaye hoja ya uongozi wa mtu mwenye uaminifu, ukaribu na Mtume na uthabiti wa imani ilishinda. Maswahaba walimtambua Abu Bakari kama mtu anayefaa zaidi kwa wakati huo mgumu. Baada ya makubaliano, watu walimpa kiapo cha utii na hivyo akawa khalifa wa kwanza wa Waislamu. Baada ya kuchukua uongozi, Abu Bakar radhiallahu anhu alitangaza msingi wake wa utawala kwa maneno maarufu: nimewekwa juu yenu, lakini mimi si bora zaidi yenu. Mkiniona niko sahihi, nisaidieni, na mkiniona nimekosea, nirekebisheni. Hilo lionyesha unyenyekevu wake na uongozi wa haki. Hivyo Abu Bakari aliibuka kama nguzo ya kwanza ya uongozi wa umma baada ya Mtume katika kipindi kigumu zaidi cha historia ya Kiislamu. Uthabiti wake, imani yake na busara yake vilifanya umma usisambaratike baada ya msiba mkubwa wa kufiwa na Mtume. Kama tujuavyo, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Baada ya miaka ya uongozi mzito na changamoto kubwa za umma, Abu Bakar radhiallahu anhu alianza kuugua ugonjwa uliomdhoofisha polepole. Ugonjwa huo haukuja kwa ghafla, bali ulianza kwa udhaifu wa mwili uliokuwa ukiongezeka siku hadi siku. Hata hivyo, moyo wake haukudhoofika, ulikuwa bado umejaa imani, subira na utiifu kwa Mwenyezi Mungu. Katika siku zake za mwisho, alikuwa akihisi uzito wa safari yake ya dunia kukaribia ukomo. Abu Bakar aliwaita maswahaba wake wa
karibu na kuwapa wasia muhimu sana kuhusu umma. Alimteua Umar bin Khattab kuwa khalifa baada yake, akataka kuhakikisha kuwa umma hauingii katika mgawanyiko baada ya kifo chake. Alisisitiza uadilifu, utii kwa Qur'an na Sunna na kulinda umoja wa Waislamu. Usiku wa mwisho wa maisha yake ulifika kimya kimya. Abu Bakar radhiallahu anhu alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 63 katika hali ya utulivu na imani. Maneno yake ya mwisho yalikuwa na maana kubwa ya kukutana na Mola wake. Baada ya kufariki kwake, jukumu la kumwosha lilifanywa na watu wake wa karibu na maswahaba waliompenda kwa dhati, wakiwemo Umar bin Khattab radhiallahu anhu, Uthman bin Affan radhiallahu anhu na baadhi ya watu wa familia yake. Walimwosha kwa heshima kubwa, kimya na kwa macho yaliyojaa huzuni na dua. Abu Bakar alizikwa ndani ya mji wa Madina, karibu kabisa na Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, katika eneo la heshima kubwa la Al-Masjid An-Nabawi. Kaburi lake likawa sehemu ya historia inayokumbusha uaminifu, uongozi wa haki na mapenzi ya dhati kwa Uislamu, na hivyo ikafungwa safari ya mtu aliyesimama imara wakati wa umma ulipokuwa unatetemeka. Abu Bakari Siddiq si tu khalifa wa kwanza, bali mfano wa ukweli, uaminifu na uongozi wa kiimani. Hakika historia yake itaendelea kuishi katika nyoyo za Waislamu mpaka mwisho wa dunia. Asante kwa kuwa nami. Ndimi Abdullahi mwana wa Maalim Mashi.